Yesu Kristo. Mpenzi mtazamaji wa televisheni Tumaini, karibu tena kwa mara nyingine katika kipindi cha Walei Tuzungumze, kipindi ambacho kinakupa nafasi wewe mlei kiongozi ndani ya kanisa kujifunza na kuelewa taratibu mbalimbali hasa zinazomhusu kiongozi ndani ya kanisa. Na hii leo basi katika kipindi chetu tutakwenda kuzungumza mambo mbalimbali, lakini sana tutatazama ukombozi wa mwanadamu. Ukombozi wa mwanadamu. Ukombozi huu wa mwanadamu, nini chimbuko lake? Nani aliyefanya kazi hii yote ya ukombozi? Kwa hiyo usiondoke kando ya runinga yako ili kuweza kufahamu haya yote ambayo mgeni wetu ndani ya studio yuko tayari kabisa, atatufahamisha machache, lakini pia tutatazama maandiko matakatifu kuhusu ukombozi wa mwanadamu. Ndani ya studio, karibu sana dada Upendo. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Dada Selina. Basi mimi naitwa Upendo Banzi, natokea parokia Familia Takatifu Ngulati. Ni mjumbe kamati ya uinjilishaji jimbo kuu la Dar es Salaam. Niko hapa kwa niaba ya mkurugenzi Mtume wa Walei Baba Vitalis Kasembo kwa ajili ya kufahamishana zaidi juu ya ukombozi wa mwanadamu, kama ulivyosema, nini chanzo chake, kwa nini tumekombolewa, hasa katika Juma Kuu hili ambalo tumeshalianza rasmi sasa. Ndio tunakwenda kukamilisha sasa. Kwa nini mwanadamu alikombolewa na kwa nini? Nani alitukomboa? Tunaona Yesu Kristo ndiye aliyetukomboa. Alikubali kutukomboa. Amina. Haya mtazamaji, basi hayo ilikuwa muhtasari tu. Mada yetu inasema ukombozi wa mwanadamu. Basi kwa kuanza kipindi chetu, twende pamoja tumkaribishe Mungu Roho Mtakatifu ili kile ambacho tunakizungumza basi kikawe na faida kwetu sisi na faida kwako wewe ambaye unatufuatilia wakati huu. Dada Upendo, karibu tusali. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo ufanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitie katika vishawishi lakini utuokoe maovuni. Amina. Atukuzwe Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Haya mtazamaji, basi bila shaka tumeanza namna hiyo kipindi chetu, na kama nilivyosema niko na dada Upendo Banzi ambaye basi atatupitisha. Labda tuanze moja kwa moja, kwa nini tumechagua mada inasema ukombozi wa mwanadamu? Dada Selina na ndugu mtazamaji, tumechagua mada inayosema ukombozi wa mwanadamu kwa sababu juma hili la mwisho tunakwenda kutafakari zaidi kwa undani ukombozi wa mwanadamu. Tunakutana na mateso ya Yesu Kristo pale msalabani. Tunaona tunaelekea Juma Kuu, tunaelekea kwenye kifo cha Yesu Kristo. Kwa tunakwenda kuzama kutafakari juu ya kifo cha Yesu Kristo, ndio tunakuta kwamba kumbe sisi ukombozi wetu umetokana na kile kifo cha Yesu Kristo. Lakini pengine nilikuwa ninajiuliza hivi, kwa nini Yesu alikubali kufa ili kumkomboa tu mwanadamu? Kwa nini mwanadamu akombolewe? Kwa nini mwanadamu akombolewe? Kwani mwanadamu yeye ni kitu gani? Yeye ni nani? Kwenye uumbaji wote wa Mungu aliyeumba vitu vingi vizuri vya kupendeza, lakini mwanadamu, kumbe kwa nini mwanadamu tu? Kumbe sasa ndio nikagundua kwamba kumbe mwanadamu yuko kwa thamani kubwa, kwa sababu kwanza kuna viumbe, kuna wanyama na sisi. Lakini mwanadamu yuko kwa namna ya ajabu, ya tofauti, ya kipekee, ya kutisha. Neno la Mungu linasema kumbe thamani hii basi ndio ilipelekea kwamba hata Mungu akasema hapana, ni lazima nimtoe mwanangu aende akamkomboe huyu mwanadamu. Kwa sababu Mungu kilichomsukuma pia mpaka kumtoa mwanae ni upendo. Kama tukiangalia neno katika kitabu Injili takatifu Yesu Kristo, kama ilivyoandikwa na Yohana Mtakatifu sura ile ya 3 na aya 16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo yote haya Mungu ameyafanya ni kwa sababu alimpenda mwanadamu kwa upendo wa tofauti. Hakuna sababu ya kwamba mwanadamu amenikosea basi nitagaili, nitachukua udongo mwingine, nitafinyanga mwanadamu mwingine, alafu mwanadamu atanitii mimi hata nikosea. Akasema huyu ingawa amenikosea, ingawa ameanguka dhambini, nitatafuta namna ya kumkomboa kutoka kwenye mikono ya shetani, kutoka kwenye kifo, kutoka kwenye mauti. Nitamleta tena, nitarudisha awe mwanangu. Kwa hiyo katika ukombozi wetu ni gharama kubwa ambayo Mungu anaitumia.
alitumia gharama ya kumtoa mwanae wa pekee, mwanae wa thamani kwa ajili ya ukombozi wa huyu mwanadamu. Kwa damu yake msalabani, kifo chake msalabani, basi ndio mwanadamu tumebahatika kupata nini? Ukombozi. Lakini pia hata tukiangalia katika katekisimu ukurasa ule 162, nitasoma hapa. Ukurasa ule 162 na namba 608 inasema, baada ya kukubali kumbatiza pamoja na wenye dhambi, Yohane Mbatizaji aliona na kuonyesha katika Yesu mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Anaonyesha kwamba Yesu ni pamoja mtumishi anayeteseka, anayeacha apelekwe kimya machinjioni, na anayechukua dhambi ya umati na mwanakondoo wa Pasaka, ishara ya ukombozi wa Israeli katika Pasaka ya kwanza. Maisha yote ya Kristo yaonyesha utume wake wa kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Unaona sasa hapa dada Selina, katekesi inavyotuambia ya kwamba Yesu Kristo ameteseka, amepitia mateso mengi kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu, lakini kikubwa ni kwamba nini? Alitazama ule upendo aliokuwa na ile thamani aliyompa mwanadamu huyo, na ndio maana basi alikubali kujitoa. Kumbe ili tukombolewe ni mtu alitoa uhai wake. Kwa katika juma hili nasi tunafundishwa ya kwamba nasi pia tuwe watu wa kujitoa kwa wengine. Kumbe kwa kujitoa kwangu kwa wasiojiweza, huenda ninawakomboa kutoka sehemu moja kwenda eneo lingine. Hasa kwa uongozi katika kanisa na kipindi hiki cha ukombozi na madai ya ukombozi, ni kwamba kama kiongozi inabidi nijitahidi, nimtumikie Mungu katika kuwakomboa wanaopotea wasiomjua Mungu, ili warudi kwenye imani ya kumjua Mungu. Kwa hiyo kumbe ukombozi, kiini cha ukombozi ni upendo. Mungu alitupenda, tulipotea dhambini, Mungu akasema hapana, nitamkomboa mwanadamu kwa sababu mwanadamu ni wa thamani mbele zangu. Thamani yake hailinganishwi na kitu chochote nilichokiumba. Kwa hiyo ni lazima nimtoe mwanangu wa pekee wa thamani aende akamkomboe mwanadamu. Ingawa atateseka, ingawa atapata mateso mengi, lakini lazima aende akafe msalabani. Na Yesu Kristo anatii, hakukataa. Anatii, alitumwa na baba yake kazi ya kumkomboa mwanadamu, na ametii akaja duniani licha ya kwamba hakuwa na dhambi yoyote, hatia yoyote, lakini alikubali kufa kwa aibu msalabani. Hapo tunalitazama neno kutii. Kama kiongozi ndani ya kanisa, labda anawajibika vipi na hili neno ambalo tunaliona ni kutii? Yesu Kristo anasema alitii, hata alipigwa alikaa kimya, lakini alitii agizo la Mungu Baba kwamba aje kuleta ukombozi. Sasa kama sisi viongozi, neno hili kutii au kazi hii ya kutii tunapaswa kufanyaje? Yaani tuende namna gani ili tuweze kufikia na kusimama hasa katika kutenda hii kazi ya kutii? Katika utii, tunapozungumzia utii, ndipo tunaongelea ni kiini kikubwa cha Ukristo. Utii alianzisha Kristo mwenyewe kwa kutii agizo la babake au amri ya baba yake, si ndio? Ni mtume nani? Nitume mimi Bwana. Alikuwa mtiifu kwa baba yake. Hivyo sisi kama viongozi katika kanisa tunatakiwa tusikilize sauti ya Mungu na kutii. Tusikilize sauti ya mama kanisa na kutii. Tunapoagizwa labda tuende tukafanye kazi ya Mungu, tukatumike juu ya Mungu, basi tunatakiwa tutii. Dada Selina, mfano pengine Mungu anakuambia ninataka Bwana utoke uende kijiji fulani au uende parokia fulani, uende ukafanye kazi yangu 1 2 3. Kumbe unatakiwa utii. Kwa hiyo sifa, na hiyo nayo pia tunakuta ni sifa ya kiongozi. Sifa ya kiongozi utii na unyenyekevu pia. Uwe mtiifu saa yoyote, wakati wote unapoisikia sauti ya Mungu, basi ni wajibu wako kutii sauti ya Bwana. Maana kwa utii Yesu alinyenyekea akawa mtii hata mauti ya msalaba, na kwa utii wake tukapata ukombozi. Kumbe tunapotii kuna matokeo chanya ambayo yatatokea. Kwa vile kujishusha kwetu, kutii kwetu, basi Mungu Roho Mtakatifu ndani yetu anafanya kitu na ukombozi unapatikana. Ndio. Haya, basi tunashukuru sana kwa kutufahamisha kuhusu hilo neno la kutii. Lakini turudi tena hapa katika swala zima la ukombozi. Ndio. Kiongozi, tunafuata kiongozi mkuu ambaye ni Yesu Kristo. Maisha aliyoishi na kutuonyesha upendo, ule upendo ambao wa Mungu Baba uliopita kiasi, ukaja kwa mwanae kwetu sisi sasa. Na hapo ni changamoto kubwa. Watu wengi tupo ni viongozi katika kanisa,
Lakini unakuta hili swala linaloitwa upendo si wengi ambao wanalizingatia kama vile ambavyo Mungu aliupenda ulimwengu. Na kama ingekuwa ni hivyo, watu tunazingatia ule upendo, sijui tungekuwaje. Kwa sababu unakuta majirani tunaishi wa Kristo ama mchanganyiko, si ndio? Lakini ule upendo wa kusema imefika asubuhi niamke nigonge kwa jirani yangu, nijue anaendeleaje, ameamkaje na familia yake, inakuwa hakuna. Niko bize, najali ule muda wangu, najali mambo yangu. Nitatoka, nitakimbia, nitaondoka. Pengine hata kama ninajua mtoto wa jirani jana amelala akiwa na homa, lakini mimi bado sitachukua hatua ya asubuhi vile ninavyotoka, hata nigonge niulizie, jamani mtoto amelalaje? Labda upendo hapo unaweza kukaa kuna wasiwasi fulani wasiwasi fulani, pengine labda mtu anaona unaweza ukaenda kugonga kwenye nyumba ya mtu asubuhi na akaona labda pengine ni usumbufu. Hii wewe unaichukuaje kama kwa kiongozi ambaye kidogo nadhani unaweza kuwa na uzoefu huo? Karibu dada Selina. Hii tunasema tu sisi ni usumbufu, lakini hapana. Tunajali zaidi muda wetu. Hakuna usumbufu pale ninapotaka kumjulia jirani yangu hali, kujua ya kwamba ana changamoto gani. Hasa sisi viongozi, unakuta katika jumuiya kiongozi anakaa wiki nzima mpaka mwezi mzima hajui wanajumuiya yake wanakwenda vipi. Wanakutana tu kwenye sala sawa, mwingine hakuja sawa, achukulia hata kusema ngoja nitoe muda wangu niende nikasalimie, nijue labda kwenye jumuiya yangu hata kama hakuna mgonjwa, lakini unapita unasalimia watu kama kiongozi, ni wa kwako, Mungu amekupa. Sasa unakaa baada ya mwezi ni mtu baadaye unasikia alienda kwenye mafuta. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Kwa hiyo kama kiongozi, hiyo ni upendo kwanza. Ninapopita kujua watu wangu au wanajumuiya wenzangu wanaendeleaje, na huko ndiko nitakapokutana na changamoto. Bwana kiongozi, asante kuja kutusalimia, lakini bwana huyu kijana wangu kweli anasumbuliwa, anakia bwana nilikuwa na changamoto hii na hii. Kwa hiyo kama kiongozi ninajua nimeshasikia changamoto yako, kwa hiyo nikae nifikirie nitafai kwa namna gani naweza kumsaidia huyu mwenye changamoto ili tuweze kuitatua pamoja. Na huo ndio upendo. Sio kuamka tu nakutana Jumapili kanisani tunasalimiana tu pale imeisha, hapana. Au unatembea tu na mambo yako, mnakutana njiani, ni majirani mtoa njiani, hapana. Au unatoka nyumbani unafika kazini kwako unapokea simu, bwana yule jirani yako tayari amefariki na mmetoka nyumba moja au mmetoka nyumba hii na hii. Kwa hiyo upendo, tunapozungumzia upendo, hasa ule upendo aliyetupenda Mungu ambao tunaonyeshwa mfano wake na Yesu Kristo, Mungu anatamani tuishi upendo huo. Na upendo huo ni kujitoa zaidi. Tutaweza kufanisha kwa kujitoa. Hata unapochukua hatua ya kwenda kumtembelea jirani yako, kumsalimia, ni umejitoa wewe kwanza. Yaani neno la swala miili yetu ndio dhabihu ya kwanza. Tuifanye tujitoe miili yetu kama dhabihu yenye kupendeza mbele za Bwana. Yaani tujitoe sisi. Yaani dhabihu ya kwanza ni mimi mwenyewe, pasipo kuangalia nina kitu gani cha kwenda kutoa. Yaani dhabihu ya kwanza ile kumpendeza Mungu ni mimi mwenyewe. Ule ukombozi ambao Yesu Kristo alikufa pale msalabani, alitaabika, akateseka, akamwaga damu yake pale ili mimi nipate kukomboka, na kweli amenikomboa, niko huru. Nina upokea vipi? Nina ukubali vipi? Nina uenzi vipi ule ukombozi wa Yesu Kristo pale msalabani? Kumbe basi nikionyesha upendo kwa majirani, upendo hata hospitalini kwa wagonjwa mbalimbali. Unajua wanatuhitaji sisi. Mgonjwa yuko pale lakini anatuhitaji sisi. Twende tuwajulie hali, tuzungumze nao, tusali nao, tuwape neno la faraja. Basi pale mgonjwa anapata hali fulani hivi. Lakini pia hata tunapotoka tunasema twende tukatembelee. Kuna watoto yatima, kuna wasiojiweza, kuna wazee. Tunapotoka tunakwenda kusalimia tu, hata kama una kitu chochote mkononi kwako, lakini unakwenda kwa lengo tu la kusalimia. Yani unaonyesha upendo. Unaona kumbe mimi sio mpweke, mimi sio yatima. Yupo mtu ambaye anijali. Wapo watu ambao kumbe wakikaa wananifikiria kuhusu mimi. Kwa hiyo tunawapa joto fulani hivi. Kwa ile hali ya upweke inakuwepo, hawana hali ya upweke, wanajua wapo watu ambao watakuja. Hasa kwa kipindi hiki tunapokwenda kwa ajili ya Pasaka. Yaani tunaalikwa kufanya hayo, kujitoa kama Yesu Kristo alivyojitoa. Unapojitoa upungukiwi na chochote, zaidi sana zaidi kujiwekea hazina yako mbinguni. Kwa maana hiyo tunaweza tukasema bado siku zinaturuhusu, bado siku zipo za kuweza kutenda yale mambo mazuri na mambo makuu kwa wenzetu au kwa majirani zetu. Lakini hapa upendo tunatazama
tunaona tumekuwa na usasa sana. Yaani nyumba nyingi dada unakuta tuna geti nini hivi. Sasa ile kufika kugonga kila mara, wakati mwingine wengi wanaona kama huyu kiongozi ana kiherehere. Dada Selina, ni kweli tumejenga vizuri nyumba zetu kwa ajili ya ulinzi. Tunasema kwamba mwizi asije akaingia ndani kwangu akanibia. Nitajenga ukuta mrefu, nitaweka geti kubwa, bado nitaweka na kamera, bado nitaweka na nini, lakini kiongozi yeye naye hana kazi ya kufanya. Hayo yapo. Sasa tukiyatafakari hayo ndio turudi kwamba sasa hivi sisi hatuna upendo. Kwa nini mimi kiongozi anifuate mimi? Kwa nini nisiende kiongozi kumsalimia? Lakini kitu kingine, kwa maana hiyo sasa yani mimi nisimsubiri kiongozi aje agonge kwenye geti aingie. Kwa hiyo mimi pia nina wajibu wa kwenda. Nina wajibu, kwa sababu tunapozungumza upendo, si upendo kwa kiongozi apende watu wake, bali sisi tupendane. Tupendane sisi sote, yani tupendane kama Kristo alivyotupenda sisi. Kwa hiyo kila mmoja, kila Mkristo ana wajibu, ana jukumu la kumpenda mwenzake. Kama amri ya Mungu inasema kwamba mpende jirani yako. Mpende jirani yako. Hamna mtu anayesema kwamba mimi bwana ninampenda Mungu wakati wewe unamwombea njaa jirani yake. Au anaomba magonjwa jirani yake amkute, au anaomba jirani yake asifanikiwe. Alafu anasali na Biblia na kanisani yakosi misa zote. Kila ugulio la misa yupo. Kila siji kitu gani yupo, kwenye hija yupo, lakini wakati waongee na jirani yake tena anamwombea mabaya. Yaani huyu lolote alimkute tu. Nimesikia mwanano, sawa. Unaona kumbe tunasema upendo ni sisi sote ndani yetu. Tuwe na upendo, yani upendo wa Mungu amimina kwa kwetu sote, basi sote tupokee upendo wa Mungu na tuishi upendo. Na kama tutapokea upendo na kuishi, ndio pale tutakuwa na nguvu ya kuombea adui yangu. Pasipokuwa na upendo, kama sina upendo, hiyo nguvu ya kupiga goti nimwombea adui yangu aliniuze naitoa wapi? Kwa kwanza mimi mwenyewe na upendo ndani yangu. Nikishakuwa na upendo ndani yangu, sasa upendo utanisukuma kujitoa kwa yatima, utanisukuma kujitoa kwa majirani, utanisukuma kufanya mambo ambayo mtu mwingine akiangalia atasema, jamani, wewe ndio umefanya hivi." Atashangaa, "Wewe usamekutukana jana wewe. Leo unamsalimia kweli wewe." Kwa watu wanashangaa, wakitazama wananiona mtu tofauti. Nini? Ni ile nguvu ya upendo uliopo ndani yao. Kwa maana nguvu ya upendo ulioko ndani utokane na upendo wa Mungu Baba kumtoa mwanawe kuja ulimwenguni ili sisi tupate kupona. Tunaona pia katika hili swala la ukombozi, Mungu aliupenda ulimwengu akaja kutukomboa kutokana na nini? Na dhambi. Ndio. Sasa vipi kwetu ambao bado hatujapata nafasi ya kwenda kuungama katika kipindi hiki tu bado kichache? Tunaona bado tunao muda. Unasemaje katika hilo? Maana umeleta mada hii ya ukombozi. Na ukombozi ulitokana na kile ambacho mwanadamu alimkiuka Mungu. Ndio. Dada Selina, hatujachelewa. Kama ulivyosema mwanzo hatujachelewa, na mimi narudia kusema kwamba hatujachelewa. Nafasi bado ipo, siku bado zipo. Alafu mimi naamini kitu kimoja. Maadamu nimepewa kuiona leo, kumbe nitafakari jana ili leo nisaishe pale ambapo nilikosea jana. Ndio maana Mungu amenipa kuiona leo. Nitafakari jana nilifanya mangapi? Nilikosea wapi na wapi? Kumbe leo sitaki hivi. Nilikosea hapa. Ni lazima kumbe basi niwahi nikafanye nini? Nikafanye kitubio. Niende nikamfuate baba padri, niungame hii dhambi niliyoifanya jana. Ndio maana nipata kuiona. Ndio maana tunaalikwa basi, mama kanisa anatualika kwamba tusishiriki mwili wa Kristo Jumapili kama hatujaungama. Tuungame. Kwa nini basi sasa mbona Jumapili? Kwa nini kila Jumapili niwe nimeungama? Mbona muda ni mfupi? Kwa nini nimeungama? Kumbe basi nimepewa leo ili nitafakari jana. Ila kama huna kawaida ya kutafakari jana, basi utasema nimeungama tu wiki iliyopita, siwezi kuungama wiki hii. Hapana. Lakini kama utakuwa na kawaida ya kutafakari jana, mwenyewe utasema hapana, nina jukumu la kumtafuta padri ili niungame. Kwa hiyo hatujachelewa. Hasa tunapokwenda juma hili, tunapokwenda kumaliza juma hili la mateso, hebu tufanye tafakari. Fanya tafakari ndani, tafakari ukombozi wa Kristo. Tafakari vile ambavyo alipigwa ile mijeledi kwa ajili yako. Hebu tafakari, zama ndani kabisa. Afu tafakari hapo ulipotoka, umepitia mambo mangapi ambapo Mungu amekusaidia, amekunusuru mambo mabaya yasikukute.
Umepitia ni mambo mangapi ambapo mambo hayo yalipomkuta jirani yako yeye hakuamka kabisa. Yumkini mliua ugonjwa sawa na jirani yako, mkalazwa sawa, lakini wewe ulitoka, yeye hakutoka. Pengine malaria hiyo wewe ukameza mseto ukapona, lakini mwenzako hakupona. Sasa hizi ni marehemu. Kwa hiyo sasa unapokaa ukatafakari, kwa sababu unajua kama sio Mungu, hapana. Kuna kipindi hiki cha Kwaresma, kipindi hiki wiki hili la mateso, unakaa hapana, unasema hapana. Mimi ni kiumbe dhaifu tu, ninahitaji huruma ya nani? Huruma ya Mungu. Kwa hiyo sasa unachukua hatua, unakwenda unaungama. Lakini inawezekana kwa yule ambaye atakuwa na muda wa kutafakari. Hata katika zile hatua 5 za kuungama zile, ndio utafakari kwanza, upate muda wa kutafakari. Yaani ukitafakari ujue ni wapi umekosea, ni mangapi umeyafanya. Kisha baada hapo sasa unachukua hatua ya kwenda kufanya nini? Kuungama. Tunaona Yesu alitoka jasho la damu. Hapo unasema alitoka jasho la damu kwa sababu kazi ya ukombozi da Selina haikuwa rahisi. Mtu kutoa uhai wake, kukubali kifo kwa ajili yangu mimi, kwa ajili yako wewe dada Selina. Mimi ni nani? Mimi ni kitu kati ya watu wote mabilioni siyuko yalioko duniani. Mimi ni kitu gani? Mimi Biblia saje mtu ni nani hata umwangalie? Ni kitu gani? Ni kimdudu gani? Mimi ni nani? Lakini kama Mungu mwenyewe alinipandisha thamani kubwa, akaona bora afe mimi anikomboe mimi kutoka kwenye dhambi. Kwa nini mimi niendelee kuishi dhambi? Ushaona? Kwa hiyo mimi niendelee kuishi dhambi. Kwa nini niendelee kuishi dhambi? Kwa nini nisiungame? Kama mwanadamu, katika hali ya binadamu, siwezi kuishi bila kufanya dhambi. Si ndio? Kwa maana nyingine, tusizoee dhambi. Tusizoee dhambi. Ikitokea tu, hapa nimekosea, ukatambua nililolifanya ni dhambi, kimbia kaungame. Dhambi haina mazoea hata siku moja. Dhambi haina mazoea kwa sababu haikuachi salama. Kwa hiyo dhambi sio kitu cha kuzoea. Tafakari. Kwa nini unizoee dhambi? Kwa nini uishi dhambi? Yaani dhambi ni sehemu ya maisha yako tu. Yaani ni kawaida kabisa. Yaani kawaida ni kufanya dhambi, ni kawaida. Ugusi na hakuna chochote, yaani ugusi na chochote ni kwa kawaida tu. Na hapa labda tunaona na kwa nini labda Yesu pia kwa nini Mungu alimtuma mwanae Yesu atoke kule juu aje hapa kwetu. Na tunarudi pale kwenye kuishi dhambi. Anguko lilitokea. Kweli tunaona wazazi wetu waliasi pale Edeni. Lakini la Mungu lisema mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo ilibidi wazazi wafe pale. Lakini tunaona upendo wa Mungu ndio kwenye upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Sasa Mungu ni upendo, ametutangazia kwamba mimi ni upendo. Kama mimi ni upendo, kwa nini mwanadamu afe? Sasa alisema mshahara wa dhambi ni mauti. Lakini mimi ni upendo. Mshahara vitu viwili tofauti. Kwa hiyo akaonyesha upendo wake kwa wazazi wetu. Aliwafukuza Edeni, lakini alifanya mpango wa kuwakomboa ili wafanyeje? Wapone. Ili watoke kule. Ile thamani ambayo ilipotea, wameipoteza pale, airudishe tena. Itarudi vipi? Kwa kifo cha Yesu tu, kwa damu ya Yesu tu. Labda dada unaweza kuuliza, kwa nini damu ya Yesu? Kwa nini Yesu? Yaani kwa nini tukombolewe na Yesu? Kwani hakukuwa na mbinu nyingine ya kutukomboa mpaka damu ya Yesu atolewe kafara ya msalaba, kafara ya msalaba. Kweli kwani hakukuwa na mpango mwingine? Tunaweza tukajiuliza, hata mimi siku moja nilijiuliza. Lakini kumbe basi Mungu yeye ni upendo. Baada ya kufanya dhambi ilihitajika damu. Damu ilileta upatanisho na Mungu. Na ndio maana kama tunasoma katika Agano la Kale, tutaona wenzetu walipokuwa wakifanya dhambi wanapeleka wanyama kwa ajili ya kuchinja, kufanya upatanisho. Wanapeleka kwa kuhani atachinja, basi ile damu ataenda atapaka. Sasa na maelezo ya Mungu alivyomwelekeza, ataenda kwa sanduku la agano lile, atapaka ile damu, anafanya upatanisho. Lakini wanasema dhambi zinakuwa zimefunikwa. Kwa hiyo ile damu ilikuwa ni dhambi zinafunikwa. Kwa hiyo si kitu ambacho kinafanya moja kwa moja. Kumbe zile damu zote zilikuwa hazina kiwango cha kukidhi lile hitaji la upatanisho kamili na nani? Na Mungu. Ndio maana sasa hapa inahitajika damu yenye thamani ya viwango vya juu. Ile damu iliyo safi, iliyo bora, ile damu iliyoshinda, iliyopita kila kitu. Na hakuna nyingine, ile ni ya nani? Ni ya mwanangu wa pekee. Hivyo basi nitafumba macho yangu, nitafunika macho yangu, nitamtoa mwanangu aende akaitoe damu yake ili amkomboe nani? Mwanadamu. Kwa mimi ni kitu cha kujivunia.
au sasa Yesu ni kitu cha kujivunia. Kumbe yupo mtu alikubali kufa kwa ajili yangu mimi. Kwa nina kitu cha kujivunia. Wewe najivunia kuwa Mkristo hasa Mkatoliki. Umetusomea katika maandiko matakatifu kwamba pia viongozi tunapokuwa ndani ya zile jumuiya zetu na maelekezo haya yote, labda tunaweza tukamkumbusha nini huyu kiongozi kwa siku hizi ambazo zimesalia kuweza kufikia ufufuko, tukiwa bado tunaelekea kumbukumbu ya mateso ya Ijumaa Kuu? Ndio, kiongozi kama kiongozi tunaweza kumkumbusha kwamba atambue kwanza wajibu wake kama kiongozi. Kisha atambue kwamba kama kiongozi anatakiwa mtu wa aina gani. Lakini tuangalia kama kiongozi anatakiwa mtu awe mcha Mungu, mtu wa sala. Kama awe mcha Mungu, mtu wa sala, kwa hiyo basi kiongozi kumbe anao wajibu wa kuhamasisha wenzake, hasa kama ni kiongozi wa kanda, kuhamasisha kwamba watu waende kufanya nini? Wakaungame. Kwa sababu umepewa dhamana ya uongozi. Lengo la Mungu watoe watu katika dhambi, walete kwenye nini? Kwenye nuru, kuwatoa gizani walete kwenye nuru. Watoe kwenye njia ya upotevu, walete kwenye njia iliyo salama. Watoe katika giza, walete katika nuru. Giza ni dhambi, nuru ni kuungama, turudie Mungu wetu. Lakini hata sasa nirudieni, mimi asema Bwana. Hatujachelewa. Kiongozi mahali ulipo, unatutazama hapo kutoka nyumbani kwako, basi hatujachelewa. Kumbuka wajibu wako, nenda kwenye jumuiya yako. Jamani, vipi sakramenti ya kitubio? Siku yetu tuliyopangiwa ni siku fulani. Basi hamasisha watu kwa ajili ya kwenda kuungama. Haya, mtazamaji, tupate mapumziko mafupi. Tutakaporejea basi tutaendelea zaidi, na kumbuka tu mada tunayozungumza nayo inasema ukombozi wa mwanadamu, ukombozi wa mwanadamu kutoka utumwa wa dhambi. Nani alifanya hayo yote? Ni dada Upendo hapa ametukumbusha kwamba hii kazi kubwa sana na njema sana ya kutukuka ni Mungu mwenyewe alipoupenda ulimwengu. Basi tuende mapumziko. Tutakaporejea tutazungumza mengi, lakini pia kama utakuwa na swali tunakukaribisha. Na mtazamaji wa television Tumaini, unatazama kipindi cha Walei Tuzungumze, kipindi ambacho kinakupa nafasi ya wewe kiongozi au mwanajumuiya kujifunza mambo mbalimbali, hasa yanayotuhusu, yanayotupasa sisi waamini wa Kristo ndani ya kanisa Katoliki. Na tumetoka kuzungumza, tumeona jinsi ambavyo kiongozi unatakiwa kuwa na utii unapoelekezwa, lakini pia tumefahamishwa kwamba hapa ukombozi, jinsi ambavyo Mungu Baba alipenda ulimwengu akamtoa mwanae, na tunaona mwanadamu alivyo na thamani. Hebu tupige hatua sasa, tutazame, maana Yesu alipokuwa msalabani, tunakumbuka kwamba katika yale mateso kwenye historia tunavyosoma na jinsi ambavyo maandiko yanatuelekeza kwamba Yesu aliachilia msamaha, akasema naiweka roho yangu mikononi mwako. Yako maneno kama 7 hivi aliyatamka pale msalabani. Lakini hebu twende dada Upendo, tutazame huu msamaha. Ndio dada Selina. Wakati yupo kwenye maumivu makali pale msalabani, yuko kwenye shida, mahangaiko mengi, mateso mengi, lakini tunaona Yesu anatangaza msamaha kwa wale adui zake. Hivi unaweza kujiuliza, hivi wewe unawezaje? Wewe unawezaje? Kwa mfano kikawaida kibinadamu, hivi inawezekana vipi? Lakini yuko juu pale msalabani mtupu, hana nguo, madamu yanamchuruzika, miba kichwani, anatangaza msamaha kwa wote. Kwa wale wote walipokea msamaha wao pale pale. Anasema Baba uwasamehe kwa kuwa hawajui walitendalo. Dada Selina, kitu ambacho nimejifunza zaidi hapo ni kwamba kumbe kama Yesu mwenyewe alitangaza msamaha kwa adui zake, mimi ni nani hata nisimsamehe aliyenikosea? Lakini pengine mwingine anasema labda wewe ulokosa, wewe yani alifanyia kosa lote hili,
Kwa hiyo watu wanachagua makosa na makosa ya kusamehe. Lakini wakati huo wanashindwa kujiuliza, Mungu ni makosa mangapi tumemkosea na akatusamehe? Alafu tukisali Baba yetu tunasema utusamehe makosa yetu kama sisi tunavyowasamehe waliotukosea. Na je, kweli tunaowasamehe wapo? Tunawasamehe kweli? Sasa ndio hapo. Mtu kwenye kosa, kwenye kusamehe, kwenye kutoa msamaha mtu anachagua, hapana. Nakwambia mimi huyo tutaonana mbinguni. Nakwambia utaonana mbinguni, unaenda mbinguni ukiwa hujasamehe mtu nani. Lakini pia mtu usiposamehe unadhootesha afya yako wewe mwenyewe. Yaani usiposamehe unasinyaisha nafsi yako ndani yako mwenyewe. Kwanza unaruhusu na magonjwa. Unapata magonjwa, stress nini, kisa tu umembeba mtu ndani yako, hutaki kumsamehe. Eti amenikosea. Unakaa unanyong'onyea badala ya kupiga hata kuona mambo mengine, unaangania dada Selina mimi amenikosea. Kwa nini mimi anidhalilishe? Kwa nini mimi aniseme mbele za watu? Kwa nini anitukane? Kwa nini? Wewe unabaki kwa nini kila siku kwa nini? Mwenzako Selina anazidi kustawi, ana ile lile, anazidi kufanya mambo yake vizuri, anazidi kufanya tu ya kupendeza, wewe unabaki kwa nini? Kwa nini? Unaanza kusinyaa. Mara na msongo unatokea hapo, kwa nini? Lakini kumbe kama tukisamehe, kwanza tunastawisha afya zetu sisi wenyewe. Tunaondoa hata magonjwa vinyemelezi vile kwa msamaha, maana unatengeneza amani ndani yako. Tafuteni kuwa na amani na watu wote. Wewe unatuambia tafuteni kuwa na amani na watu. Sasa mtakwaje na amani na watu wote na ikiwa ndani yangu nimebeba watu ambao nasema huyu mimi kwa kosa wewe nifanyia, kumsamea hapana, itakuwa ngumu. Ndio pengine ni baba sasa ameshamuuzi mke wake, mke anasema kwa leo nifanyia mimi, yaani mimi hapana, kwa kweli kusamea itakuwa ngumu. Baba fulani hapana, lolote limkute, kusamea itakuwa ngumu. Lakini Yesu alitangaza msamaha. Kama alitangaza msamaha, ananifundisha nami nitangaze nini? Msamaha. Ndio kukwazika kupo, lakini Paulo anatuambia nini? Jua lisichwe ukiwa na uchungu ndani yako. Yaani siku ya pili isifike wewe bado hujasamehe. Yesu mwenyewe anasema msamehe 7 mara 70. Ndugu yako atakosa 7 mara 70, akaja kwako akamwambia Bwana nimekosa, naomba unisamehe, basi mtangazie msamaha. Lakini usisubiri tu akufuate. Pengine mtu anaweza kaongea neno mbele za watu likakukwaza pasipo wewe mwenyewe kujua kama wewe umelipokeaje, limekukwaza au vipi. Akawa hajui. Wewe kalibeba, ukambeba, ukamfunga ndani yako, hutaki kumwachilia, lakini hajui kama alikukwaza. Pengine anakusalimia uitiki, anauliza kwani kuna nini, lakini hajui. Kumbe basi unapoona mtu ameongea neno au ametamka kauli ambayo kusababisha kukwazika, ni vyema ukachukua hatua ya wewe kumfuata. Bwana jana tulipokaa ile kauli ulioongea umenikwaza. Jamani nilikuwa sijui, basi naomba unisamehe, tusameheane. Ndivyo Wakristo, ndivyo Mungu anataka tuishi. Kama wana wa Mungu, Yohana 1:12, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Ndio wale waliaminio jina lake. Kwa kama sisi kwa kifo cha Yesu Kristo msalabani tumefanyika kuwa wana wa Mungu, tumepata ukombozi, tumeliamini jina la Mungu, tumemwamini Mungu. Kwa hiyo basi tuishi kama Mungu anavyotuelekeza. Amesema tusamehe, yeye mwenyewe alikuwa kwanza kutangaza msamaha, si ndio? Mambo ya kujitoa sadaka, yeye mwenyewe alikuwa kwanza kujitoa msalabani. Mambo ya upendo wengine, yeye mwenyewe alikuwa kwanza kupenda ulimwengu, akatupenda sisi hata kumtoa mwanae. Kwa hiyo kumbe tunaona Mungu anatufundisha ni Mungu wa taratibu, ni Mungu wa mpangilio. Ametufundisha upendo, ametufundisha kusamehe, anatufundisha kujitoa. Vile ninavyojitoa ninajitafutia ukombozi, lakini nakomboa na wengine. Kwa hiyo tunajivunia kuwa Wakristo. Kabisa. Haya, tunajivunia kuwa Wakristo. Hebu tutazame wale ambao wameandika maswali na nambari zinapita hapo kwenye runinga yako hapo chini. Basi wewe chukua hiyo namba na uandike kile ambacho unataka kufahamishwa. Dada Upendo yuko hapa, basi hakuna kitu ambacho kitakuwa ni labda cha ajabu sana. Kama kitakuwa cha kichungaji basi tutakiacha kiende kwa mchungaji. Huyu anasema tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Mwingine anasema shikamoni. Marahaba tunaitikia. Kwa majina anaitwa Livona. Unakuta unatoa pesa jumuiya, lakini wakianza kusoma majina wewe uliotoa hawakutaji, yani hawaandiki hata jina.
michango zile. Unakuta jina hawalipo na hata pale kwenye jumuiya hawakutaji, hawatambui. Sasa ina maana huyo anaonyesha ule wasiwasi kwamba wakati mwingine labda pengine huyo ambaye ni kiongozi labda amekula pesa yake. Ndio dada Selina, hapa kinatakiwa nini? Hata kama ni mimi nimetoa mchango wangu vizuri, lakini wanapotaja kuzungumzia ule mchango mimi sitaji, kwanza nitajisikiaje? Kesho nitatoa? Siwezi kutoa, nakosa nguvu. Nasema labda mchango wangu haukufika mahali husika. Kumbe basi, na hii ipo sehemu nyingi da Selina, na inasababisha hata kuzorotesha maendeleo ya jumuiya fulani au maendeleo ya au kanisa kwa ujumla. Kwa hiyo kiongozi kama sababu ya nini? Kiongozi labda amesahau. Wapo pengine wanaweza kusahau, lakini kiongozi unapochukua mchango ni lazima uandike kumbukumbu za mtu. Bwana mwanajumuiya fulani ametoa mchango wake shilingi hiyo hapo, unamgongea na kama ni risiti yake unamwandikia, unampatia. Na hata pale itakaposoma tokea mnasoma, kama ni kusoma na kutaja majina, ni lazima utaje jina lake. Kwa nini usitaje jina lake? Kwa hiyo ndugu kiongozi, ukipokea mchango, kwanza mtu anafurahi anapoona ametoa pesa yake ikasoma na akajua imetumika vipi. Kwa hiyo kesho kija mchango mwingine nitatoa ufurahi nikijua mchango wangu jana nilipotoa kweli nilisoma nimetoa na kilichonunulika nimekiona ile mchango kweli umefanya kazi fulani na imeonekana. Kutokana na makubaliano yenu. Kwa hiyo pengine na dada nani hapo? Huyo ni dada nani alituandikia? Ndio. Nikwambie tu wewe usikate tamaa na Linova. Dada Linova, wewe endelea kutoa. Kwa sababu mwingine anasema mimi sitoi. Natoa lakini sijui langu nenda wapi. Sina hakika kama inafika. Lakini tunasema ya kwamba unapotoa usimwangalie yule mwanadamu unapotoa. Na tunasema kwenye habari za kanisa, unapotoa pesa au mchango wote usitoe kama vile unabeti tu, hapana. Ila toa ukiweka nia yako. Mwambie Mungu, kupitia huu mchango ninaotoa, ikumbuke familia yangu, kumbuka biashara yangu, kumbuka afya yangu, kumbuka uchumi wangu. Nikumbuke nami pia nitoe kwenye changamoto na dhambi inayonisumbua siku zote, nikienda kungama narudia hiyo. Mungu nisaidie nitoke. Wekea nia yako, mchango wako wekea nia yako kwa Mungu. Ndipo utoe, usitoe tu hivi. Kwa hiyo unapotoa, hiyo imefika ama haikufika, Mungu anaangalia ile nia yako wewe ambayo umeiweka na Mungu atakusaidia. Amina. Huyu anatuambia tumsifu Yesu Kristo. Naitwa Winifrida, niko Sumbawanga. Anasema nauliza swali, mtoto akipishana na mama, je, mama anaomba msamaha kwa mtoto au mtoto huomba msamaha kwa? Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Unajua mtoto akipishana na mama, sasa hajatuweka wazi nani amemwanza mwenzake. Lakini pamoja na kwamba nani amemwanza mwenzake, neno msamaha lipo pande zote mbili. Kama utarejea pale nyuma niliposema ya kwamba mtu anaweza kama amekukwaza asijue kama amekukwaza, si ndio? Kwa mtoto anaweza akakuchokoza mama akapishana na wewe, asijue kama tu ni kitu sahihi, nimejishana na mama hakuna shida yoyote. Lakini kama mama unao jukumu na wajibu wa kumuita na kukaa naye mtoto na kumueleza kama mtoto ni kama mzazi hapa ukufanya sahihi. Na kama yeye akiona sasa mimi mama nimekosea, basi pale inatokea ni kuombana msamaha. Nisamee mama yangu, nimekusamea mwanangu. Lakini mwanangu nami pia naomba unisamee. Tujishushe jamani. Tuseme kwa vile mimi baba nitaombaje msamaha? Hata kama mimi ndo nimekosea lakini wewe ni mtoto wangu, siwezi kuomba msamaha mwanangu. Mimi mama, mtoto nimemzaa mwenyewe afu nimwombe msamaha hata kama nimemkosea, siwezi kuomba msamaha. Kumbe hapana. Kwa pale unachukua tu unatumia hekima na kubaliana na lile kosa, alafu unamwambia kweli hapo mwanangu, kweli hapa nilikosea. Mwanangu nilikosea, nisamehe. Nimekufokea mbele za watu, kosa lenyewe kwa kitu kile tu, mwanangu nisamehe. Na wewe amesema mwanangu umenikosea. Na kazawadi unaweza kumnunulia. Kabisa, inapendeza. Wewe unasema tumsifu Yesu Kristo wapendwa. Swali, naomba mnikumbushe mambo 7 aliyosema Bwana wetu Yesu Kristo msalabani. Naitwa Datus Alexi kutoka Jimbo Kuu la Mwanza. Utumwe mwema sana hapo studio, tunasema asante. Dada Selina. Hebu tuendelee swali lingine. Ndio tuendelee na haya.
Mojawapo ni hilo, Mungu wangu mbona umeniacha. Ninasema tumsifu Yesu Kristo. Naitwa Mary kutoka Dar es Salaam. Nimependa sana somo la leo, limenifundisha vitu vingi. Haya, asante. Mwingine anasema tumsifu Yesu Kristo. Naitwa Richard Filemoni. Mkubwa akikosea mtoto anapaswa kujishusha. Anasema mtoto nani anapaswa kujishusha, kama ambavyo umeongea hapo. Nasema tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina anaitwa Agigesi, sijui ni Agnes nadhani, natokea Mbeya. Hapo kwenye msamaha nimeguswa kwa sababu mimi mwenyewe nina kinyongo na mama yangu. Na nikijaribu kusahau nashindwa. Anasema tu akijaribu tu kusahau anashindwa. Labda hapa tunaweza kumsaidiaje kwa haraka? Ndio naweza kumpa hata andiko au pia kumwambia kitu fulani ili kutokuwa na kumbukumbu ya vitu, ingawaje huwezi kusahau. Ni kweli, hata katika msamaha unakuta mtu anambia nimekusamehe lakini sitakusahau. Hapana. Nikisema kusamehe ni kusamehe na kuachilia, lakini yeye amesema ya kwamba anajaribu kumsamehe lakini anajikuta hawezi. Sasa anatakiwa kwanza ajisamehe yeye mwenyewe. Yaani yeye mwenyewe kwanza ajisamehe mwenyewe, halafu amwombe Mungu amsamehe. Kisha amwombe Mungu amsaidie, ampe neema ya kuweza kumsamehe mama yake. Yaani kwanza ajisamehe yeye mwenyewe. Ajisamehe mwenyewe. Asema Mungu, mimi mwenyewe ninajisamehe. Naomba unisamehe. Ajisamehe kwanza yeye mwenyewe. Maana yeye mwenyewe ajisamehe, ajikubali kwamba mimi pia ni mdhaifu. Na mimi pia ni mdhaifu. Nami pia ninaweza kukosea wengine. Nami pia naweza kumkwaza mtu mwingine. Kwa hiyo ajisamehe, ajikubali kwamba yeye pia naye anaweza kukosea wengine. Lakini pia sasa naye aungame, amwombe Mungu, naomba unisamehe kwa sababu nimeshindwa kumsamehe mama yangu au mtu mwingine yeyote. Kwa hiyo alafu akishaomba msamaha kwa Mungu, aseme Mungu, naomba unipe neema ya kuweza kumsamehe. Kwa sababu mtu mwingine anamkwaza mtu bonge la kosa kweli kweli, kiasi kwamba hili unajitahidi kusamehe, hapana, jitahidi kusamehe, hapana. Sasa ndio kama huyo. Kumbe kwanza jisamehe wewe mwenyewe. Jione kwamba hata wewe unaweza kumkwaza mtu, tena kosa kubwa zaidi ya hilo. Kisha baada ya hapo nenda kafanye sakramenti ya kitubio, kisha muombe Mungu akupe neema. Kwanza akusamehe, afu akupe neema ya kuweza kusamehe. Haya, kuna mwingine anasema jamani, kama ikiwa padri hataki kunisamehe, yaani mimi nifanyeje? Kite kwenye yuko wapi Ifakara. Padri hataki kumsamehe kivipi yani? Padri hataki kumsamehe, ina maana alimkosea padri. Padri hataki kumsamehe au sijaelewa. Yaani inawezekana, maana hata kwa sababu yeye pia ni binadamu. Ukaje ukaomba msamaha, bwana mimi naomba unisamehe, akasema sitaki. Toka. Sasa yeye anauliza, hiki kitu mimi nifanyeje ili niwe patanisho na huyu padri? Kwa sababu tunajua mapadri ndio makuhani ambao Mungu amewapa, si ndio? Ambaye amepa uwezo wa kutupatanisha sisi na yeye kwa sakramenti ya kitubio. Sasa kama yeye alimkosea padri, alafu padri hataki kumsamehe, afanyeje? Basi afuate viongozi wa kanisa wengine, waende wazungumze na padri, kwa sababu pamoja na wale wanakuwa nao pia ni wanadamu na wanakwazika. Kwa basi afuate viongozi wa kanisa, azungumze nao pamoja, waende wakazungumze na padri, upate msamaha. Pate msamaha. Manake hata maandiko yanasema, si ndio? Yani watafuta wazee washirikishe jambo lako. Washirikishe, watakusaidia. Hawa kwa kweli. Wewe anasema tumsifu Yesu Kristo. Naitwa Alfreda Benedicto wa Kigoma. Unakuta mtu anakukosea, hakuombi msamaha, ila anakuwa anakusalimia akikuona, lakini akikaa na wenzake anaendelea kukuongelea mabaya na ya uongo. Huyu naye unaweza kumsamehe? Yaani kwa kukosea alafu tumsifu Yesu Kristo, kusalimia kwa unafiki. Hapo kidogo pale anaenda usema mikeo ndalieni kwanza. Sawa baba. Lakini kumbe kama Wakristo tunaalikwa kusamehe.
kama Mungu anavyotusamehe sisi waliotukosea. Wapo watu wa aina hiyo, anakukosea, akikuona anakusalimia na bado baadaye anakusema vile vile, au endelea kufanyia ubaya vile vile, na bado akikutana naye anacheka au anakusalimia vile. Salamu za kinafiki tunasema. Lakini kumbe mtu akinikosea mimi, kwanza sitaki kumbeba, alafu niende nimtangazie msamaha. Nimwambie kweli unayoyafanya unanikosea. Ndio, ni kweli tunasalimia, unanisalimia, ninakuitikia tunasalimiana, lakini kwa 1 2 3 unanikosea. Unamwambia kabisa, unamwelezea. Ili pengine kuna mtu mwingine ajui, anakusema ajui kama unakwazika. Wapo watu wengine, mtu anamsema mtu yule naye analinga, lakini achukulie maana kwamba anakwazika. Kumbe yeye hata moyoni alipo, hata amezoea kuongea. Ndio basi ndio saizi. Yaani kazi tu kuongea. Nikitoka hapa Daseli na mnaona anajichubua vile siku hizi yule anaanza kukusomea tena. Kumbe vile inakukwaza. Mtu bwana anisalimia vizuri, lakini mbona ananifanyia hivi inakukwaza. Kwa hiyo ni kumwambia tu, kumwambia kwamba kwa hivi unavyonisema. Na je, unamwambia kwa mtindo gani? Akiwa na wenzake au akiwa yeye mwenyewe? Sasa hekima itumike. Uwezo ukuta labda mtu yuko kazini kwake, yuko mahali na wenzake. Unaona unavyonisema alafu unanisalimia, mimi nakuwa nakwazika. Hapana. Tunatumia hekima ya kimungu. Unamtafuta wakati sahihi, mahali sahihi, basi unazungumza, bwana nilikuwa nahitaji kuzungumza na wewe. Bwana mazungumzo yetu ni 1 2 3, unaanza kumueleza. Na unamueleza vile ambavyo unajisikia. Wakati sasa unamtangazia nini? Msamaha. Katika wote mimi nimekusamehe. Haya, huyu anasema Patrick Danda. Anasema nimeumizwa sana na mzazi, nifanyeje? Mzazi atabaki tu kuwa mzazi, ambia nini nasema waheshimu baba na mama ili upate miaka mingi na heri duniani. Kumbe ili niishi umri mrefu, kwanza lazima niwaheshimu nani? Baba na mama. Baba na mama. Kwa nini? Kwa sababu ndio wamechukua nafasi ya Mungu kunileta duniani, si ndio? Ndio Mungu ameshirikisha uumbaji wangu kupitia kwao, yani ndio wamekuja mimi duniani. Mzazi amekuumiza kiasi kwamba huwezi kuacha, yani huwezi kumsamehe. Yaani pengine hata nyumbani uliondoka hutaki kurudi, hata simu hutaki kupiga, hata ukisikia anaumwa hutaki kujishughulisha wala kujihusisha naye. Hapana, unakuwa unakosea. Wewe nenda mfuate mzazi, achilia yote ambayo amekutendea aliyokukosea. Mwambie baba, ni kweli ulinikwaza mimi, lakini mwanao leo nimekusamehe. Natambua kwamba wewe ni baba yangu, lakini neno la Mungu linasema nisipokuheshimu wewe sitapata heri duniani, na kinyume cha heri nini? Ni laana. Kwa hiyo maisha yangu yatakuwa ya mzigo yenye kuhangaika, yasiyo na mafanikio. Kwa sababu gani? Kwa sababu sijakuheshimu wewe. Ulinikwaza, sasa ninakuomba, ulinikwaza, nimekuja kwako baba, mimi nimekusamehe baba yangu, wewe ni mzazi wangu. Atasikia tena, ataona raha. Kabisa, atafurahi. Naitwa mtumishi Oscar wa Dodoma, Tanzania. Watumishi wengi wamekuwa sio waaminifu, hasa kwenye eneo la fedha. Hawawi wazi kwa mambo mengi tu sana, mpaka wanafanya wanaowaongozi kukosa imani kwao. Anarudi pale kile ambacho ulisema, kama ni kiongozi tengeneza daftari hadi kama jina ya watu. Alafu sifa nyingine ya kiongozi ni uaminifu. Kiongozi lazima uwe mwaminifu. Alafu nikwambie, wewe kiongozi ambaye unafanya mambo yasiyofaa, labda kwa upande wa fedha, tena ya Mungu, kwa watu wa Mungu, unaweza kwa sasa ukajiona maisha yako ni mazuri tu, unaishi salama, umeshakula michango ya watu, ukaona tu mbona niko salama, afya yangu ni nzuri, lakini hujui kuna kizazi chako. Kwa sasa anaweza sikutokee mabaya yote, lakini kuna kesho yako, kuna watoto wako. Pengine anaweza sitokee kwako, lakini yakatokea kwa sababu ni ya Mungu. Yule ametoa, nirudi tena kwa yule ambaye aliyetoa, si ndio? Wewe umetoa, weka nia yako, mtazame Mungu, usimtazame yule ambaye unamkabidhi. Mungu, nimekutolea elfu yangu hii, kiasi changu hichi hapa, naomba nikumbuke katika mambo yangu. Usimtazame huyu kama ni mwaminifu ama si mwaminifu. Wewe unajua nimetoa kwa Mungu, nimepeleka na nia yangu mbele za nani? Mbele za Mungu. Haya, nadhani tunapoelekea kukamilisha kipindi chetu, huyo anasema, je, naweza kuomba msamaha mtu ambaye sijawahi kumkosea lakini ananichukia ila sababu sijui? Sawa. Mtu anakuchukia ila sababu hujui, lakini ni vyema ujue kwa nini, mbona nikikusalimia huitikii vizuri? Kwani nimekukwaza nini? Niambie ili tusameane, tuishi vizuri.
Kwa maana mtu anakuchukia tu, anakuchukia, labda unamsalimia itikia au akusalimii kabisa. Mtafute wa Kristo, mtafute, zungumza naye. Yumkini hapo mambo narudi kule tena kwamba unaweza kumkosea mtu, sijui kama umemkosea au mtu akakosea, sijui kama amekukosea au kapelekewa tu maneno ya uongo. Kwa hiyo vile unapochukua muda kuzungumza naye ndio unajua kumbe sababu nini naye bwana sio kweli. Hebu mimi na wewe tufanye utafiti tuone. Kwa baada mtu amemkomboa yule mtu anakuchukia, kumbe zile chuki zilikuwa ni za bure. Pengine alikuwa hajui kafikishwa maneno ya uongo. Kwa hapo atakuwa anajua naye atakuwa sasa na amani. Ndio basi. Haya, mtazamaji, basi yapo maswali mengi, lakini sisi muda wetu kwa leo unaishia hapa. Tuseme asante sana kwa wewe ambao umechukua muda kutazama, lakini pia kututumia maswali. Tunaona swali liko limetoka kwa Daniel Richard, tunaona maswali yako mengi. Dada, liko lingine swali la Silvarius Ignas, lakini pia liko swali lingine la Upendo, liko swali lingine kutoka kwa Mafinga la Hendi Halinga. Jamani, hapo maswali mengi kwa kweli, lakini muda sio rafiki. Nikukaribishe dada Upendo tuweze kukamilisha kipindi chetu kwa sala. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Mungu wetu tunakushukuru, tunasema asante kwa kuwa umekuwa pamoja nasi tangu tulipoanza hata sasa hivi tunapopenda kuahirisha. Mungu mtakatifu, basi tunakusihi neno lako ambalo umependa watoto wako walisikie siku ya leo, Bwana, likafanyike mbegu mioyoni mwao, wale walio na uzito na ugumu wa kusamehe, basi ukachilie neema yako ya msamaha ili wakaweze kujisamehe na kusamehe wengine. Nasi pia tunajikabidhi mikononi mwako, tunaomba uwe pamoja nasi. Ni katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai nimeomba na kushukuru. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Naam, tuseme asante sana kwa kutumia muda huu kutazama kipindi hiki, lakini usikose kipindi kingine kama hiki muda na wakati kama huu. Mimi ni Selina Joseph, nilikuwa pamoja na dada Upendo. Karibu sana Upendo uweze Asante sana. Upendo Banzi. Parokia ya Mburahati. Karibu sana Mburahati. Haya, tukaribisha Mburahati, nasi tunasema asante. Mada ambayo tumeizungumza ni ukombozi wa mwanadamu. Tukiwa katika juma hili tunamalizia, basi katika ukombozi huu wa mwanadamu tuweze kuyafikiria yaliyo mazuri na tuweze kupatanishwa na Mungu. Hatuna la ziada. Tunasema asante sana na tumsifu Yesu Kristo.